Basi ninawasalimu katika jina la Yesu, wapenzi watazamaji wetu na wasikilizaji wetu. Kabla tujaanza mazungumzo yetu ya leo, hebu tumshukuru Mungu kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, tunasema asante kwa siku njema hii ambayo umetupa nafasi tena kwa mara nyingine. Tunapoenda kunena maneno yako matakatifu, Yesu ukahusike mwenyewe, ukituelekeza, ukitupa ufafanuzi. Na endapo pale tuna makosa tumeyatenda, Yesu utaenda kutuonya na kutukemea katika jina la Yesu Kristo. Naweka yote ya mikononi mwako tukiamini Yesu uko pamoja nasi na utaenda kuyafanya kadri unavyopenda wewe. Mapenzi yako yakatimize, ya kwetu yakavunjike. Tunaomba haya yote katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante, niwakaribishe tena kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho tunaenda kuzungumza leo. Mada yetu ya leo, kwanza tutaanza na mada ya uungu wa Yesu. Mada hii ya uungu wa Yesu tulishaifundisha na tutafundisha sana. Kuna mada kama 3 ambazo ni lazima zifundishwe hata kwa rudiwa mara kwa mara. Mada ya uungu wa Yesu, mada ya dini. Hizi mada hizi zina mjadala mrefu sana. Watu wanaongea kwa namna mbalimbali. Lakini tulishafundisha huko nyuma, lakini leo ninaenda kumjibu Ustazi Shafii. Ustazi Shafii yeye nimemnukuu katika mafundisho yake akisema ya kwamba kutamka Yesu ni Mungu kwa mujibu wa Biblia ni makosa makubwa sana. Lakini pia kuna neno alitaka kulifahamu ya kwamba huyu mtume Paulo aliyemhubiri Yesu kwamba ndiye Mungu mkuu, alipata wapi ujasiri huo wa kutangaza Yesu ni Mungu mkuu? Hapo tutaenda kutoa majibu yake. Lakini pia katika andiko la Tito 2:13 anasema limetafsiriwa vibaya katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tutaenda kusoma hilo andiko pia, tutalirudia, alafu tutaangalia ni kitu gani ambacho yeye anasema kimekosewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa awali ya yote tuanze kufahamu kwanza maana ya neno lenyewe, jina lenyewe Yesu. Jina Yesu lina maana gani? Nasoma kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21. Biblia inasema hivi: naye atazaa mwana, naye utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mtume Mathayo ananukuu maandiko ya malaika, anamwambia Mariamu ambaye anaenda kumzaa Yesu, anamwambia na Yusufu pia kwamba wewe atazaa mtoto atakayeitwa jina lake Yesu, yeye ataenda kuokoa watu wake na dhambi zao. Sasa hili neno Yesu limepatikanaje? Bahati nzuri huyu ustazi au mwalimu Sharifu aliligusia, alisema ya kwamba neno Yesu limetokana na neno Yehoshua, na ni kweli na ndivyo ilivyo. Uzuri wa ustazi huyu huwa anatulia na anazungumza maandiko, lakini pengine kutokuelewa maandiko ndiko kunakosababisha atoe tafsiri ambazo zisizo sahihi. Lakini katika hili alitafsiri vizuri sana namna jina Yesu lilivyopatikana. Sasa mimi natoa maana yake sasa. Yeye alishatoa tafsiri, Yesu limepatikanaje? Kwa sababu nataka nikasome kwenye Biblia nilio nayo. Hii Biblia ni ile Biblia ambayo inapigwa chapa na Kanisa Katoliki, ni ile Biblia ambayo ina vitabu 72. Sura ya 1 aya 21 kuna ufafanuzi wa neno Yesu. Naomba unisikilize. Aya 21 ufafanuzi wake unasema, Yesu ni jina linalotokana na Kiyahudi Yehoshua. Maana yake ni Bwana aokoa, yaani Bwana ni mwokozi. Kwa hiyo neno Yesu limetokana na neno Yehoshua, neno la Kiyahudi lenye maana Bwana aokoa au Bwana ni mwokozi. Kwa hiyo mtu yeyote anayekataa Yesu sio Mungu, ana maana ya kwamba Mungu anayeokoa sio Mungu. Kwa hiyo wende wakamtafutia au wanamtumikia Mungu asiyeokoa. Neno Bwana lililotumika hapa lina maana ya Mungu. Kwa hiyo ukitamka neno Yesu unasema Mungu anayeokoa, Mungu mwokozi. Kwa hiyo unapokataa usiseme Yesu sio Mungu. Ukisema Yesu sio Mungu unasema Mungu anayeokoa sio Mungu. Kwa hiyo watu wamtafute Mungu asiyeokoa. Ukimwabudu Mungu asiyeokoa, basi huwezi kuikwepa jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto itakuwa ya kwako. Mungu huyu Yesu amekuja kuokoa wanadamu ili wasiingie kwenye moto wa jehanamu. Kwa hiyo ndio maana ya hilo jina. Kwa hata Shafii anaposema kutamka
katika Biblia kwamba Yesu ni Mungu, ni makosa kwa mujibu wa Biblia. Usiseme kwa mujibu wa Biblia, sema kwa imani yako, kwa mawazo yako wewe na uelewa wako wewe. Biblia ndio inayozungumzia Yesu ni Mwokozi kwa maana ya Mungu anayeokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka niende kwenye majibu ya swali lake au ya hoja yake ya sura ya pili kitabu cha Tito aya ya 13. Yeye anasema maandiko haya yamekosewa, lakini pia anamnukuu mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Ndacha. Yeye anasema Mwalimu Ndacha pia alisema haya maandiko katika tafsiri yake yamekosewa. Maandiko yenyewe yanasemeka hivi: tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Hii sentensi huyu Shafii pamoja na huyo Mwalimu Ndacha aliyemnukuu, mimi sijamsikia Ndacha, namsikia Shafii, kwa hiyo nitamjibu Shafii kwamba maandiko haya katika utafsiri yake yamekosewa kwa sababu hapa inaonekana Mwokozi Yesu ni Mungu mkuu na Mwokozi, kumbe kwa mawazo yake yeye anaona ya kwamba kuna wawili, kuna Mungu alafu kuna Mwokozi ambaye ni Yesu. Kwa hiyo katika tafsiri yake anasema hawa ni wawili. Sasa mimi niende kwenye lugha. Mara nyingi walimu wengi sana wameshindwa kuelewa vizuri lugha ya Kiswahili. Kuna watu wanaozungumza waliojifunza sana Kiingereza na kielewa sana Kiingereza zaidi kuliko Kiswahili, wanapokutana na maandiko ambayo wanaona tafsiri yake ina tofauti na anavyoelewa yeye, anasema hapa Biblia ilikosewa katika tafsiri. Lakini kumbe haikukosewa, isipokuwa yeye hajaelewa vizuri Kiswahili. Neno na linaunganisha, ni neno linalotumika kuunganisha vitu, watu, wanyama au sifa. Mtu mmoja anaweza akawa na sifa zaidi ya moja. Sasa unapozitaja hizo sifa zinazomhusu mtu huyu mmoja, basi neno na litatumika katika kuunganisha sifa zake. Kwa kilichoandikwa hapa, kinachosemwa hapa kwenye Tito 2:13, tukilitazamia tumaini lenye baraka na utukufu. Samani, ngoja nirudie. Anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Lile neno na limeunganisha neno Mungu na Mwokozi. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, Yesu ni Mwokozi. Kwa hiyo sifa zote hizi ni za Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wanatenganisha sasa. Sifa ya Mungu inakuwa mwingine na sifa ya jina Yesu inakuwa mwingine. Kwa hiyo ile neno na limeunganisha sifa ya uungu, ni sifa ya ukombozi, na jina la huyo mkombozi, huyo Mungu. Kwa hiyo na inatutambulisha Mungu na Mwokozi ni Yesu Kristo. Nitoe mfano wa kawaida kwenye mamlaka tulionayo kwa nchi ya Tanzania. Kwa nchi ya Tanzania mamlaka tulionayo inafanana kabisa na utendaji kazi wa Mungu namna alivyojifunua kwa wanadamu. Nitaielezea kidogo hiyo. Lakini kwa hapa nataka nitoe mfano ufuatao. Mimi ni mtu wa kusini. Mimi ni Mwera wa kabila la waziri mkuu. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, tukitazamia maendeleo ya Wanarwangwa kwa waziri mkuu na mbunge wetu Kassim Majaliwa. Haina maana mbunge ni mwingine, waziri mkuu ni mwingine. Tukitazamia maendeleo ya Wanarwangwa kwa waziri mkuu na mbunge wetu Kassim Majaliwa, ina maana huyo waziri mkuu na huyo mbunge wetu jina lake Kassim Majaliwa. Kwa hiyo neno na limeunganisha na limetoa utambulisho. Baada ya kuunganisha sifa, sasa linatoa na utambulisho, mwenye hizo sifa mbili ni nani. Kwa hiyo pale andiko bado halijakosewa, bado anakusudiwa ni Yesu ni Mungu, pia huyo Yesu ni Mwokozi. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, katika maneno yake huyu bwana Shafii alisema kwamba huyu Paulo hakustahili kumtangaza Yesu kuwa ni Mungu mkuu, kwa sababu yeye mwenyewe alipingamana na Yesu. Akatoa maandiko kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume
Nami nitarudia yale maandiko aliyoyatoa, Matendo ya Mitume sura 26 kuanzia ule mstari wa 9. Lakini sasa hakuendelea aone mtume Paulo anachokieleza. Akaishia pale tu katika yale maneno aliyosema, nilipingamana na Yesu Kristo. Akaishia hapo. Na ameishia hapo kwa lengo lake yeye la kumkataa Yesu asiwe Mungu. Ninaenda kusoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya 26, naanza ule mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Nami nikafanya hayo Yerusalemu, niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani, na walipouawa nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Sasa huyu Shafii aliposoma, alisoma mstari wa 9 na wa 10 tu. Ule wa 11 hakusoma. Alipoishia ule mstari wa 10 akasema, si unaona huyu alipingamana na Yesu kabisa. Sasa amepata wapi ujasiri huu wa kumtangaza Yesu kuwa ni Mungu mkuu? Sasa maandiko haya mtume Paulo alikuwa anatoa ushuhuda alipokuwa ameshtakiwa na Wayahudi. Na mimi nataka nisome kwa kirefu, tuangalie ni wapi alipopata ujasiri. Ujasiri ameupata wapi wa kutangaza Yesu ni Mungu mkuu? Na kama alipingamana na Yesu, aliyemtuma kumhubiri Yesu ni nani? Hapo ndio tutakao tukamtambue. Ninaanza sasa ule mstari wa 9 tena kama ifuatavyo: kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Nami niliyafanya hao Yerusalemu, niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani, na walipouawa nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikiwashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Sinagogi ni misikiti ya Wayahudi, na Paulo alikuwa mtumishi wa hiyo masinagogi. Sasa Waislamu mara nyingi wamehubiri kwamba Yesu alikuwa Muislamu kwa sababu aliingia katika sinagogi. Tutakuja kulizungumza siku nyingine, wakati mwingine tutalizungumza ili sinagogi ni la nani. Katika tafsiri katika fafanuzi ya maneno magumu ya Biblia, nyuma ya Biblia umetolewa tafsiri ya neno sinagogi, misikiti wa Wayahudi. Sasa Paulo anasema yeye alikuwa mtumishi wa misikiti ya Wayahudi. Sasa kama hawa watu wanasema kwamba msikiti ule ni wa Waislamu, na wanasema Yesu alikuwa Muislamu aliingia msikitini, basi Paulo alikuwa Muislamu, ndio alikuwa anatumika katika masinagogi ili kuwaua wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini hawataki kukubali kwamba Yesu alikuwa Paulo alikuwa Muislamu, hawataki. Sasa yeye hapa anasema kabisa alikuwa na amri ya wakuu wa makuhani katika masinagogi, katika misikiti. Kwa hiyo alikuwa mtumishi wa msikiti. Sasa nataka nikualike Muislamu, kama Paulo alikuwa Muislamu wa kuingia masinagogi na kutumika katika masinagogi yale, na ameuacha Uislamu, amempata Kristo, hebu na wewe fikiria sana. Hebu mpokee Yesu leo. Achana na hiyo imani ulio nayo. Huu ni mstari wa 11. Mstari wa 12 anasema hivi: basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani naliona nuru ikitoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka inchi sote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo. Hii kauli ambayo anaisikia hii ameifananisha na mshale, ameifananisha na mchokoo, kwamba hii sauti unapoisikia hii kama vile mshale uko mbele yako hivi, kule kwenye ncha
ndio kinakuelekea. Je, unaweza kupiga teke mshale? Unaweza kupiga teke mchokoo? Hicho kitu hakiwezekani. Haya maneno yalimuumiza ndani ya nafsi yake, kama vile alikuwa na choma ndani ya nafsi. Sasa anasema mstari wa 15, nami nikasema, wewe u nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao. Naomba nirudie hii mistari usikilize kwa makini. Shafii, umeuliza ujasiri huu kaupata kwa nani? Kaupata wapi wa kuhubiri Yesu ni Mungu mkuu? Mstari wa 15 mpaka 18 nasema hivi, nami nikasema, wewe u nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye unaniudhi. La 16, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Huyu ni Yesu anamwambia Paulo, inuka kwa miguu yako, mimi ninakutuma wewe kwa watu wako, kwa watu wa mataifa, na nitakuokoa ili kwamba watu hawa wakaiache giza, waifuate nuru, wakamwache shetani, wakamfuate Mungu. Wakafuate waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Huyu ni Yesu anamtuma Paulo aende kwa watu wa mataifa, aende kwa ndugu zake, akahubiri habari zake. Kwa unapouliza Shafii, unapouliza ya kwamba huyu Paulo anapata wapi ujasiri huu wakati alipingamana na Yesu? Kabla ya kwenda kumhubiri Yesu, kweli alipingamana na Yesu. Alikuwa katika giza, alikuwa anamtumikia shetani. Ni kama leo watu wanaopingana na Yesu wanamtumikia shetani. Maana Yesu alisema katika Mathayo 16:18 ya kwamba wewe ndiwe Petro, na juu ya mwambaoni nalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo mtu ambaye anashindana na Yesu ni mlango wa kuzimu. Mtu ambaye anapingana na Yesu ni mlango wa kuzimu, lakini mlango wa kuzimu hauwezi kumshinda Yesu. Yesu ndio anayemtuma Paulo. Paulo amemwelewa vizuri Yesu, ndio maana akaenda akamhubiri. Sasa tutaangalia maeneo ambayo Paulo amemhubiri huyu Yesu, alafu tutaiangalia na Qur'ani pia. Tutaenda kwenye Qur'ani alafu tutaenda kuangalia kule ambako Paulo alimhubiri huyu Yesu. Aya 19 inasema, kwa hiyo mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na samahani, hoja nirudie. Kwa hiyo mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema. Hasisemi neno lolote isipokuwa yale tu ambayo manabii Musa waliyasema, wala yatakuwa. Asante, samani nirudie mstari huu.
Basi kwa kuwa nimeupata msaada huu kutoka kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Huyu ni mtume Paulo, alikuwa anajieleza hapa mbele ya Agripa, mbele ya mashtaka. Watu wamemkamata kwa sababu alikuwa anamhubiri Kristo, lakini awali alikuwa anapingamana na Kristo. Na Yesu anasema katika Luka ile 5:31-32, anasema mgonjwa ndio anayehitaji matibabu, kwa maana nimekuja kwa ajili ya wenye dhambi ili wapate kutubu, sikuja kwa wenye haki. Sasa miongoni mwa watu ambao walistahili toba ni Paulo, ambaye yeye alitumika kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa tuangalie kitabu cha Wafilipi. Huu ni ushuhuda wake, akieleza aliyokuwa nayo kabla ya kumpokea Yesu. Hata Bwana Shafi leo ukiamua kumpokea Yesu leo, na Yesu akikuchukua, maana yeye sio maamuzi yako, Yesu akitaka atakuchukua. Akikuchukua Yesu leo, utaenda kuyasimulia haya mbele za watu, kama Paulo alivyokuwa anasimulia mbele za watu, akaachana na ule ubaya alikuwa anaufanya. Sasa twende kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile ya 3, kuanzia aya ya 3 tutasoma maandiko mengine ambayo Paulo anaeleza namna alivyokuwa, sifa yake yeye katika imani ile ya Kiyahudi, maana alikuwa ni Myahudi huyu na dini yao ilikuwa inaitwa dini ya Kiyahudi. Yeye huyu alikuwa mwalimu wa Torati, mwalimu mzuri sana. Sura ya 3 mstari wa 3, Biblia inasema hivi: maana sisi tu tohara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, na wala hatutumaini mwili. Mstari wa 4, walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Mstari wa 5, na litahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benjamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki patikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Paulo anajieleza jinsi alivyokuwa. Yeye ni Farisayo katika kuisoma Torati. Mafarisayo walikuwa wanaingia darasani kwa miaka 30 wanasoma Torati, na yeye ndio mtaalamu wa juu wa Torati, lakini alimuona Yesu. Sasa anasema hivi, kama kuna mtu anataka kujisifu katika mwili, mimi ni zaidi, kwa sababu kwanza nilitahiriwa siku ya 8, na ndio Torati ilitaka hivyo, mtoto akizaliwa siku ya 8 atahiriwe, naye akatahiriwa. Sasa mimi ni Mwebrania wa Waebrania, maana yake yeye ni wa uzao wa Yakobo, wa uzao wa Israeli, wa kabila la Benjamini. Benjamini miongoni mwa wana 12 wa Yakobo au wa Israeli. Yakobo alikuwa na watoto 12. Katika wale watoto 12, kila mtoto mmoja alizaa kabila moja. Sasa huyu anatoka kwa mtoto anaitwa Benjamini. Kwa hiyo wa kabila la Benjamini, Mwebrania wa Waebrania pure, ni Mwisraeli halisi, na kwa kuijua Torati yeye ni Farisayo. Mstari wa 7, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyasahau, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Mstari wa 8, naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikayahesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Mstari wa 9, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Ninarudia hii mistari miwili. Anasema hivi, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Mstari wa 8, naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote,
nikayahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Hapa watu naongea sana kuhusiana na dini ya Kiislamu. Anasema 3:19, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ili nilizungumza siku za nyuma, nikaangalia haki ni nini. Sasa nikaelekeza hapa kwamba kuna haki zinatofautiana, kila dini ina haki, kila mwenye dini ana haki kwenye dini yake. Anapopambana anapambania haki yake huko, na anastahili kufanyiwa, kutendewa jambo au kutenda au kupewa. Maana haki unaweza haki na haki, tafsiri ya neno haki ni jambo analostahili mtu kufanyiwa au kutendewa, kupewa. Kuna jambo ambalo ni haki yako, lakini kuna mwenye mamlaka ambaye anaweza kukupatia, utapewa. Kuna jambo ambalo liko kwenye uwezo wako, ni haki yako kulitenda, utalitenda. Hiyo ni haki. Lakini haki zingine zinaendana na sheria. Sheria ndio inaweza ikamsimamia mtu ili aweze kuipata haki. Lakini haki hii hapa ambayo Mtume Paulo anaizungumzia, haki inayotoka mbinguni, ni haki inayoambatana na imani katika Kristo Yesu. Haki hii haipatikani kwa kuishika sheria, haipatikani kwa kuangalia sheria, haipatikani kwa kuongozwa na sheria, inapatikana kwa kuongozwa na imani. Kwa Mtume Paulo anasema hivyo kwamba yale yote yaliyokuwa mazuri kwake akayahesabu kuwa mavi kwa uzuri wa kumpata Yesu Kristo. Kwa Shafii, unaposema huyu anapata wapi ujasiri wa kumhubiri Yesu kuwa ni Mungu? Ni kwa sababu ametumwa na Yesu mwenyewe, na huyo Yesu anamjua vizuri. Paulo anamjua huyo Yesu, maana Yesu alijitambulisha kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa sio Paulo tu. Hebu tumwangalie Petro. Usije ukasema mbona Paulo ujasiri anaupata wapi? Sio Paulo tu. Biblia nzima inazungumzia habari za uungu wa Yesu. Na wewe Shafii, toa andiko, iwe kwenye Korani, iwe kwenye Biblia, Yesu sio Mungu. Tumeshatoa maandiko mengi sana, Yesu ni Mungu, yanayosema Yesu ni Mungu. Alafu unapomkataa Paulo anapozungumza uungu wa Yesu, unasema haiwezekani azungumze uungu wa Yesu kwa sababu yeye alipingana na Yesu. Sasa utoe andiko la mtu yoyote aliyepinga kwenye Biblia uungu wa Yesu. Ni nani alipinga? Baada ya Paulo kutamka yeye ni Mungu mkuu, nani amepinga? Unakuja kupinga wewe. Tafuta maandiko kwenye Biblia ya mtu yeyote ambaye aliyepinga yanayosema Yesu sio Mungu. Twende tukasome kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 1 mstari wa 10 na 11. Biblia inasema hivi, 10. Katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. 11. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Ninarudia, huyu Mtume Petro anasema hivi, waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 1 aya 10 na 11. Katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Kumbe manabii wote waliongozwa na Roho wa Kristo. Sasa Bwana Shafii anaposema Yesu sio Mungu, na watu wengine wanaposema Yesu sio Mungu, nimemwona hata mzee wa upako naye anasema ana 100%, ana 99% Yesu sio Mungu. Mzee wa upako naye anasema Mungu anayeokoa sio Mungu. Anaposema hivi anasema kwa tafsiri, si kwa neno halisi moja kwa moja linalotamka Yesu sio Mungu. Neno kama hilo halipo, halipatikani. Ila baada ya kusoma maandiko anaweka tafsiri. Sasa unapoisoma Biblia yote
ukiweka tafsiri unazungumza habari za Yesu. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, uzungumze habari za mwingine yote, unazungumza habari za Yesu kama ni tafsiri, kwa kuleta tafsiri. Unapoleta tafsiri alafu ukakataa, basi elewa pia tukija kwenye tafsiri tunazungumza habari za Yesu moja kwa moja, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu kile cha Ufunuo, tunazungumza habari za Yesu. Kwa hapa Mtume Petro anatujulisha manabii walichunguza, manabii walitabiri habari za uokovu tulio nao leo na utukufu utakao kuja baadaye. Waliongozwa na nani? Waliongozwa na Roho wa Kristo. Kwenye somo hili tulishawahi kusema Mungu ni roho. Wamwabudu imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Roho haionekani kwa macho ya nyama. Roho inahitajika mwili ili wewe uweze kutumia macho yako kuona, lakini unachoangalia ni mwili tu, uangalie roho yenyewe. Sasa Mungu aliandaa mwili, akakaa ndani ya mwili ili akae na sisi, atufundishe sisi. Sasa kumbe Mungu alikaa kwenye miili ya manabii wakati ule, akakaa kwenye hiyo miili ya manabii, akahubiri habari za wokovu ambao sisi tunao leo na utukufu utakao kuja baadaye. Petro anatufundisha hivi. Kwa hiyo sio Paulo pekee, manabii, mitume na manabii wamezungumza uungu wa Yesu. Sasa nataka leo tuone namna ambavyo pia tunaweza tukamtambua Yesu kupitia kwenye kitabu cha Korani. Mimi kwa ufahamu wangu, kwa uelewa wangu, Korani haijafunuliwa na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Korani ililetwa na Mtume Muhammad. Tutakuja kuwa na somo wakati mwingine ili tutambue huyo Muhammad mafunuo aliyapata wapi. Lakini hapa nataka nilete sifa za Mungu. Kwa mujibu wa Korani inaletwa sifa ya Mungu. Msemaji manake sio Mungu. Msemaji anaposema habari za Mungu basi anatupa sifa. Sasa kwenye Korani kuna sifa mojawapo ambayo nataka tuione kwenye vitabu. Nitasoma maandiko sura ya 57 aya ya 3. Kitabu cha Korani sura ya 57 aya ya 3, kuna maneno yafuatayo. Ninasoma kama ilivyoandikwa. Inaitwa Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid aya ya 3. Nitasoma na ya 4. Inasema hivi: Yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Shika hiyo point. Yeye anaposema yeye ndiye wa mwanzo na yeye ndiye wa mwisho, msemaji sio Mungu, isipokuwa huyu msemaji anatoa sifa ya Mungu. Mungu yukoje? Yeye Mungu ndio wa mwanzo, yeye huyo Mungu ni wa mwisho. Afa anaendelea, naye ndiye wa dhahiri na wasiri, naye ndiye mjuzi wa kila kitu. Yeye huyo Mungu wa mwanzo na wa mwisho, wa dhahiri na wasiri. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika nyakati 6, kisha akakaa katika enzi yake. Anayajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka umo, na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda humo. Naye yu pamoja nanyi popote mulipo, na Mwenyezi Mungu anaona mnayoyatenda yote. Huyu ambaye ndiye wa mwanzo na wa mwisho, yani huyo Mwenyezi Mungu, yeye huyo Mwenyezi Mungu wa dhahiri na wasiri, alafu yeye huyo Mwenyezi Mungu anayajua yanayoingia na kutoka katika ardhi na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda humo, naye yu pamoja nanyi popote mlipo. Huyo anakuwa pamoja nanyi popote mlipo. Sasa msikilize Yesu, maana Korani inatupa sifa ya yeye Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni wa mwanzo na wa mwisho. Yesu anasema hivi katika kitabu cha Ufunuo sura 22 mstari ule wa 13. Yesu anasema maneno yafuatayo. Anasema hivi mstari ule wa 13: Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Korani inasema yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Yeye msemaji manake anampointi Mungu, anaeleza na sifa za Mungu. Yesu anasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Yesu anasema mwenyewe
Qur'ani imetuambia yeye nani? Yeye Yesu. Sasa usije ukasema mimi ndio nimesema. Mstari wa 16 anasema hivi, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuambia mambo haya katika makanisa. Kwa hiyo ni kanisa pekee linamtambua Yesu, uungu wake, uwezo wake, mamlaka yake, hata ila alitambuliki na mtu mwingine yeyote zaidi ya kanisa. Yesu alituma malaika makanisani. Sasa nyinyi mnasemaga Yesu alikuwa Muislamu mwenzenu. Kuna aya yoyote Yesu anatambua msikiti? Kuna aya yoyote Yesu alituma malaika msikitini? Yesu anatuma malaika kanisani, atuambie yeye ndiye wa kwanza na wa mwisho. Na Qur'ani imesema yeye ni wa mwanzo na wa mwisho. Alafu tena ni wa dhahiri na wa siri. Sasa msikilize Mtume Paulo, ambaye wewe unasema amepata wapi ujasiri huu? Mtume Paulo anatuambia maneno haya. Maana Qur'ani imesema yeye ni wa dhahiri na wa siri. Paulo ametuandikia katika kitabu chake kwa Timotheo, kitabu cha kwanza au waraka wa kwanza kwa Timotheo, sura ya 3 mstari wa 16. Mtume Paulo anasema hivi, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Siri ya kumcha Mungu, siri ya utakatifu ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Yeye anasema ni wasiri na wadhahiri. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akainuliwa katika ulimwengu, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Huyu anasema huyu katika Qur'ani ametuambia kwamba yeye ni wadhahiri na wasiri. Hebu ngoja nirudie mstari huu. Yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Tumeona katika Ufunuo 22:13 Yesu anasema mimi wa kwanza na wa mwisho. Qur'ani ina pointi yeye. Alafu anasema naye ndiye wa dhahiri na wasiri. Hapa Biblia inatuambia Mungu alifunuliwa katika mwili. Kufunuliwa maana yake kuwa dhahiri. Hapo aliwekwa wazi. Halafu baadaye huyu sasa akawa haonekani tena kwa sababu ni wasiri. Twende tukasome 6:16, Timotheo wa kwanza 6:16. Lakini tutaanza ule mstari wa 13 kwa sababu mara nyingi sana au wanapojenga hoja wanaleta andiko hili kuonyesha kwamba Mungu haonekani. Mungu sasa leo watuambie Yesu yuko wapi? Nani anamuona Yesu? Ni wasiri na wadhahiri. Sasa hivi ni wasiri haonekani. 16 anasema hivi, 6:16, ndaanza 13. Na kuagiza mbele za Mungu anayehifadhi hai vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato, kwamba uilinde amri hii pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye kwa majira yake atakudhihirisha, yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele na milele. Sasa hapa kuna ufafanuzi hapa. Yeye peke yake ambaye hapatikani na mauti. Mauti gani? Kuna mauti za aina mbili. Ukisoma Ufunuo 21:8 unapata mauti ya pili. Mauti ya pili ni ya kwamba wale watenda dhambi wote lazima wataenda jehanamu. Mauti ya kwanza ni ya roho kutengana na mwili. Hiyo ni mauti ya kwanza. Sasa yeye anasema yeye peke yake hapatikani na mauti. Yesu roho yake ilipotoka kwenye mwili ikaenda kuzimu, ikahubiri kuzimu. Kule kuna nguvu inayokamata wanaokwenda wasiweze kurudia tena, ndiyo inayoitwa mauti. Mauti hiyo haikuwa na uwezo wa kumkamata Yesu kumwacha kule, haikuwa na uwezo huo. Yeye peke yake ndio uwezo huo. Mauti ilimshindwa Yesu, ndipo akarudi. Lakini sasa hajaonekana wakati anaingia mahali alipo, na hakuna mwenye kumuona sasa mahali alipo. Qur'ani imetupa sifa, yeye ni wadhahiri na wasiri. Alifanyika mwili, watu wakamuona katika mwili kwa macho ya nyama,
hiyo ilikuwa ni dhahiri. Sasa hivi ni siri, haonekani tena, na hakuna mwanadamu anaweza kusema amemuona alipoenda wakati ule anapaa kwenda kule mahali alipo, hakuna aliyemuona, na hata sasa hivi hakuna anayemuona. Wale wanaohoji alikula samaki, tuambie sasa hivi anakula nini kula aliko. Maana kuna watu wanasema kama ni Mungu mbona alikula samaki? Kama ni Mungu mbona alilala usingizi? Na Mungu hasinzii, Mungu halali. Hebu tuambie wewe leo, Yesu anasinzia? Yesu analala? Na mwenye kuuliza wanauliza wakati Yesu yuko katika ulimwengu. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna sifa nyingine ambayo nataka niitumie pia kwenye Qur'ani. Najua akina Shafi, akina Mathayo, hao wanajiita Ustadhi Mathayo, hao kama wanaweza kupitia hapa sana sana watakwepa, isipokuwa watanukuu maandiko kama yalivyo, hata alafu wataenda kuweka tafsiri zao. Na hakuna mahali pengine unapoonekana kwenye Qur'ani huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mimi ni wa mwanzo na wa mwisho. Ni wa dhahiri na wazi. Hakuna mahali hapo. Sasa sura ya 58 mstari wa 7 una maneno yafuatayo. Je, uoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua yaliomo mbinguni na yaliomo ardhini? Anaeleza haupatikani mnong'ono wa watu watatu ila yeye ni wanne wao, wala watano ila yeye ni wasita wao, wala wachache kuliko hao, wala zaidi ila yeye huwa pamoja nao kwa ujuzi wake popote walipo. Kisha siku ya Kiyama atawaambia mlioyatenda, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Narudia hii sehemu. Anasema, je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua yaliomo mbinguni na yaliomo ardhini? Haupatikani mnong'ono wa watu watatu ila yeye ni wanne wao, wala watano ila yeye huwa ni wasita wao, wala wachache kuliko hao, wala zaidi ila yeye huwa pamoja nao kwa ujuzi wake popote walipo. Kisha siku ya Kiyama atawaambia walioyatenda, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Bado kauli ya msemaji sio ya Mungu mwenyewe, ila kauli ya msemaji ana pointi sifa za Mungu, kwamba huyo Mungu huyo yeye. Wakinong'ona watu wanne, yeye ni watano, yupo hapo hapo wanaponong'ona. Wakinong'ona sita, wa saba. Wakinong'ona watatu, yeye ni wanne. Wakiwa wachache au wengi, yeye ni mmoja wapo, yuko pamoja nao. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 aya ya 20, Biblia inasema, Yesu anasema hivi. Haya maneno ya Yesu mwenyewe. Anasema Mathayo 18:20, Mathayo 18:20, Biblia inasema hivi: kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Huyu ni Yesu. Anasema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Qur'ani 58:7 inasema, je, uoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua yaliomo mbinguni na yaliomo ardhini? Haupatikani mnong'ono wa watu watatu ila yeye huwa ni wanne wao. Yesu anasema wanapokusanyika wawili watatu kwa jina langu, na mimi nipo katikati yao. Kwa hiyo bado kwa sehemu tunaweza tukaitumia Qur'ani kuthibitisha uungu wa Yesu Kristo katika hizo sifa. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunamjibu Mheshimiwa Shafi anayeshangaa Paulo kueleza sifa za Mungu, na wanashangaa kwa sababu Mungu aliutumia mwili kujidhihirisha katika ulimwengu, na ndio maana wanashangaa. Kwa hiyo akija wanajaji mwili. Sasa tumalizie mada hii, inakuwa na maswali mengi, inakuwa na hoja nyingi. Tutaendelea kuzungumza kila kadri hoja itakavyokuja, lazima tutoe majibu yake ya zile hoja. Hatutaacha kuzijibu kwa sababu maandiko ndio yanajieleza. Maandiko yanaeleza wazi, kitabu cha Biblia kinaeleza wazi kabisa uungu wa Yesu. Ukija kwenye tafsiri tu bila kutoa ushahidi wale maandiko ya moja kwa moja, ni Mungu sio Mungu, sio Mungu, basi katika tafsiri Biblia yote unazungumzia Yesu Kristo, uungu wa Yesu Kristo. Nataka tumalizie kwenye maandiko haya
Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5, naanza ule mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema hivi: hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Kristo alidhihirishwa katika mwili kama tulivyoona Timotheo wa kwanza 3:16. Tumeona pale Mungu alidhihirishwa katika mwili, na wakati huo alitambulika kwa jinsi ya mwili. Anasema hivi: hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tulimtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Tunapozungumza habari za Yesu leo, hatuzungumzi wakati ule yuko kwenye mwili katika ulimwengu. Tunamzungumzia leo Yesu yuko mbinguni kama Mungu, na sio kama Mungu, ni Mungu mwenyewe. Lakini kuna neno vingine hapa Shafii aliliongea, naenda kulikumbuka sasa, sitaliacha kwa sababu nimeshalikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuanzia sasa hivi sisi hatumtambui Yesu kwa jinsi ya mwili tena, tutamtambua katika uungu wake. Kabla hajaja kwenye mwili huu, yeye alikuwepo kabla ulimwengu kuwako, yeye ndiye wa kwanza. Ndio maana akasema ni wa kwanza na wa mwisho. Mstari wa 19 inasema hivi, nisome 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetuunganisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Tumezungumza mwanzo, Mungu ni roho. Roho haionekani kwa macho ya nyama. Ili ionekane inahitajika mwili. Mungu akaandaa mwili. Mariamu akazaa mwili. Mariamu hakuzaa roho. Mariamu alizaa mwili. Alafu Mungu ambaye ni roho akakaa ndani ya ule mwili. Baada ya kukaa ndani ya mwili, basi akapatikana majina mengi: nabii, mtume, chakula, mchungaji, mwalimu, kwa sababu Mungu yuko ndani ya mwili. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu Shafii katika hoja zake aliongea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 kuanzia ule mstari wa 54, ambapo Stefano wakati anauawa, anapigwa mawe, anauawa, alipiga magoti akaangalia juu mbinguni, akasema amemuona Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Amemuona Yesu kaketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa maana hiyo sasa na huyu Shafii na wenzake wanaona mbinguni kuna wawili, kuna Mungu alafu kuna Yesu. Lakini maandiko yanasema alimuona ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kama ndivyo hivyo, Mungu yuko kushoto, kulia yuko Yesu. Sasa kama yuko kushoto Mungu, maana yake Mungu si zaidi ya Yesu. Mungu ni dhaifu kama yupo kushoto kwa Yesu. Maana kama amekaa kulia, maana yake kushoto kwake yeye Yesu yuko Mungu. Akana mwenzako tu, kaeni wawili, mmoja mweke weka kulia kwake, kushoto kwako atakaa mwenzio. Sasa aliyoko kushoto mara zote ni dhaifu. Sasa haina maana hiyo, haina maana hiyo. Naomba nisome kwanza kitabu cha Waebrania, alafu nikuelekeze kitabu cha Waebrania sura ile ya kwanza kuanzia ule mstari wa kwanza na wa pili. Maana yake nini mkono wa kuume wa Mungu, na maana gani? Alafu nitakupa mfano pia wa kawaida wa kibinadamu. Katika Ibrania 1:1 Biblia inasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Ninarudia tena mstari huu: yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, alivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Maana yake nini?
Yesu alikuwa kwenye mamlaka ya uungu mbinguni. Haina maana wako wawili. Alipokuja duniani alitoka mbinguni, aliporudi kule amekaa kwenye mamlaka yake. Sasa mkono wa kuume unahesabika ni nguvu ya Mungu katika utendaji. Mfano, hata katika mamlaka zetu tunasema serikali ina mkono mrefu, huwezi kuikimbia serikali. Serikali ina mkono mrefu. Ina maana serikali yenyewe ina maumbile kama ya kwangu? Serikali ina mikono miwili kama mimi nilio nao? Hapana. Hapa anaposema serikali ina mkono mrefu, maana yake mamlaka ya serikali ni kuu. Mahali popote kama umefanya kosa, mahali popote inaweza kukukamata kwa kutumia mamlaka yake, kwa kutumia nguvu zake. Kwa hiyo anapoonekana Yesu yuko kwenye mkono wa kuume wa Mungu, maana yake ameketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa hiyo yuko kwenye mamlaka yake. Nafikiri kwa haya maelezo machache ambayo nimeyazungumza, nikimjibu Bwana Shafi kuhusiana na swali lake, Mtume Paulo amepata wapi ujasiri wa kumuita Yesu ni Mungu wakati alipingana naye? Na hoja yake katika Tito 2:13 ya kwamba tafsiri imekosewa. Sasa nimetoa ufafanuzi wa neno na linavyotumika katika kuunganisha watu, vitu, wanyama, hata sifa za mtu. Nimalizie kwa mfano huu tena kwamba Tanzania tuna mamlaka, na Biblia inasema mamlaka zote zimetoka mbinguni. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Mamlaka tulizo nazo, mwenye mamlaka kuu ana sifa 3. Ya kwanza ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili ni Amiri Jeshi wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania. 3 ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania. Yeye. Kwa hiyo yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, Amiri Jeshi wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania. Sasa uwezi kusema mwenyekiti yule sio rais, utakuwa umekosea. Na hiyo haimaanishi wako watatu, isipokuwa mmoja mwenye mamlaka zaidi ya moja. Unapomtamka Rais wa Jamhuri ya Muungano, uwezi kusema huyo sio Amiri Jeshi. Na unapomtamka unavyomtamka kwamba ni mwenyekiti wa chama, uwezi kusema huyo sio rais. Na unapotamka ni rais, uwezi kusema kwamba sio mwenyekiti wa chama. Watu watashindwa kukuelewa. Kwa hiyo Yesu ana sifa nyingi baada ya kuja katika ulimwengu. Wewe unapotaka kujua uungu wa Yesu, unapotaka kukanusha uungu wa Yesu, soma andiko analolizungumza Yesu, alafu utambue amezungumza kama nani. Maana Yohana ameandika sifa za Yesu karibu 100, zinafika hata 100. Kuna mahali amezungumza kama mwalimu. Atakapozungumza kama mwalimu, kauli zake hazitatambulisha mwenyewe moja kwa moja ni Mungu, isipokuwa kauli zake zitaonyesha yeye ni mwalimu. Kwa hiyo anapozungumza Mungu, atatoa kauli ya Mungu ni mwingine kana kwamba sio yeye. Na anapozungumza kama mchungaji, kadhalika ataongea hivyo. Anapozungumza kama nabii, ataongea tofauti na kujitambulisha kama ndiye Mungu. Hapana, ila ataongea kama nabii. Kwa hiyo kauli zake anapozungumza, hebu tafuta hii kauli ameizungumza kama nani? Kama amezungumza kama nabii, atasema mimi ni Mungu. Ataongea kama nabii na atampoint Mungu mwingine. Akiongea mchungaji ni kadhalika. Akiongea kama mwanakondoo hivyo hivyo. Akiongea ni mlango wa mbinguni, maana hizo zote ni sifa zake. Mwanakondoo, mlango wa mbinguni, mchungaji, chakula cha mbinguni, njia kwenda mbinguni na kadhalika na kadhalika. Anaongea kama nani? Anapoongea kama Mungu, katika Mathayo 23:34 anasema, tazama mimi natuma kwenu manabii na waandishi na wenye hekima. Sifa ya kutuma nabii ni ya Mungu. Nabii hatumwi na nabii. Nabii hatumwi na nabii. Nabii anatumwa na Mungu. Kwa hiyo anasema natuma kwenu manabii na waandishi na wenye hekima. Hiyo ndio sifa ya uungu. Kwa anapotamka sifa ya uungu, watu hawaulizi maswali hapo. Wanaulizia maswali anapokuwa mwalimu akifundisha kama mwalimu. Basi maneno tunayo mengi sana kuhusiana na uungu wa Yesu. Haya yabaki kama yalivyo leo, na kupitia haya maneno na walimu wale ambao nimewataja, kwa vyovyote watakuwa na majibu yao. Watakapokuwa na majibu yao, tutaendelea kuwajibu. Lakini kukataa uungu wa Yesu, wasitumie Biblia, watumie Qur'ani na vitabu vingine. Kutumia Biblia bado wao wanaihubiri Bible. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kuniangalia na kunisikiliza. Hebu subscribe kwenye channel yetu
ili uweze kupata mambo mengine mazuri. Tutakuwa na mafundisho mbalimbali, tutakuwa tukijibu hoja na pia tutakuwa tuna mafundisho mengine. Bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu wa mbinguni awabariki.